gengare kijito cha maji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa neema. Kwa mara ya kwanza leo niko upande wa huku. Yesu asifiwe sana. Mungu ametuleta mahali pa juu. Sema amina. Amen. Mahali pa juu. Sema amina. Amen. Naitwa mwinjilisti Faraja Mangula. Nipo usharika wa Kibaigwa. Namshukuru Mungu kwanza, pia namshukuru mchungaji kiongozi kunipa nafasi kutumika mahali hapa siku hii ya leo. Bwana apewe sifa. Ujumbe ambao Mungu ametamani tujifunze leo ni siku ya CCT, yani umoja wa kanisa. Ujumbe unasema nguvu ya Mungu juu yetu. Nguvu ya Mungu juu yetu. Katikati ya matatizo au changamoto, katikati ya changamoto au matatizo, waambie watu juu ya nguvu za Mungu uliye naye. Katikati ya changamoto au matatizo, waambie watu juu ya nguvu za Mungu uliye naye. Waeleze watu uwezo wa Mungu uliokuzunguka. Waambie watu, waeleze watu ukiwa na uhakika juu ya uwezo wa Mungu uliokuzunguka. Nguvu ya Mungu iko juu yetu. Wana wa Mungu, Mungu atupe neema ya kuwaeleza wasiomjua Mungu, ya kuambia wasiomjua Mungu juu ya nguvu za Mungu ambazo zimetuzunguka. Kwa hiyo ujumbe unatukumbusha kwamba tuanze kama tulikuwa tumeanza kwa unyonge, tuongeze nguvu kidogo, tuambie watu juu ya nguvu za Mungu zilizotuzunguka. Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaanza kuishi maisha ya wasiwasi, maisha ya mashaka, kama alivyosema mchungaji wetu kiongozi kwamba kuna watu wamepoteza maisha kwa sababu wamesahau kwamba juu yao, ndani yao iko nguvu ya Mungu ambayo imewazunguka. Yesu asifiwe. Nehemia ule mlango wa pili. Kitabu cha Nehemia ule mlango wa pili mstari wa 17 hadi 20 nasema 17, kisha nikawaambia, mnaona hali hii dhaifu tulionayo, jinsi Yerusalemu ulivyo hali ya ukiwa na malango yake yalivyoteketezwa kwa moto. Haya, na tujenge tena ukuta wa Yerusalemu ili tusiwe na shutuma tena. 18, huyu jamaa akagundua kwamba hawa jamaa wana wasiwasi. 18 anasema kwamba nikawaeleza habari ya mkono wa Mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu. Alipoona wana wasiwasi, wana mashaka, adui wameharibu ukuta wa Yerusalemu, wameubomoa, wamesambatisha, akaona wana mashaka, Mungu amempa neema awakumbushe, awaamshe mioyo yao kwamba waanze kujenga tena ukuta wa Yerusalemu. Alipoona wasiwasi, Biblia inasema kwamba nikaanza kueleza habari ya mkono wa Mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu. Yesu asifiwe sana. Nini huyu mtu Nehemia? Anajitambua, anajielewa, pia ana historia juu ya matendo makubwa ambayo Mungu amemfanyia. Bwana Yesu apewe sifa. Anatukumbusha kama kanisa basi mahali popote, kwenye changamoto, kwenye shida, tuwe na neema ya kuanza kuwaeleza watu wengine juu ya nguvu za Mungu ambazo ziko juu yetu. Kama ambavyo Nehemia anagundua kwamba uharibifu uko ndani ya mji, shida iko ndani ya mji, anajaribu kuambia kwamba hebu hata kama uchumi umeharibika, maisha yameharibika, tuanze tena kujenga. Alipogundua kwamba wana wasiwasi, akaamua kuatia moyo, akasema kwamba nikawaeleza jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa mkubwa kwenye maisha yetu. Yesu asifiwe sana. Danieli mlango ule wa pili. Danieli mlango ule wa pili mstari wa 27. Danieli mlango ule wa pili mstari wa 27. Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Danieli ule mlango wa pili mstari wa 27. Danieli akajibu mbele ya mfalme, akasema ile siri aliyoiuliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu, lakini
yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme. Yesu asifiwe sana. Anaambia katikati ya changamoto, wachawi wameshindwa, wanajimu wameshindwa kwenye hili shida, lakini yuko Mungu mbinguni anayeweza kufunua hiyo siri. Nini? Huyu mtumishi wa Mungu Danieli anaitambua, hata kama tupo kwenye changamoto, kuna giza mbele, hatuoni njia, mfalme haoni jibu, lakini tuzipate shida, yuko Mungu mbinguni anayeweza kufunua hiyo siri. Katikati ya changamoto, hebu onyesha, mtambulishe Mungu wako. Katikati ya changamoto, mtambulishe Mungu wako, kama ambavyo Danieli anasema kwamba lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Ndiyo, dunia inapitia wakati mgumu, mashamba yanaungua kwa jinsi ambavyo hali hiyo imebadilika, tunapitia uchumi mgumu, lakini ashukuriwe Mungu wa mbinguni, tunatambua yuko Mungu mbinguni ajibuye maombi yetu. Yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Yuko Mungu mbinguni anayeweza kututoa mahali pagumu kutupeleka mahali ambapo ni salama kabisa. Yesu asifiwe sana. Hebu mgeukie mwenzako muulize, je, unajua nguvu ya Mungu juu yako? Yesu asifiwe sana. Mtu kuingia kwenye shida ni kwa sababu tu amesahau kujua nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yake. Danieli hiyo 3, mlango wa 3, mstari ule wa 15. Danieli 3:15. Bwana Yesu asifiwe. Danieli 3:15. Biblia inasema, basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomali za namna yote na ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vema, bali msipoisujudia mtatupwa saa hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakaye waokoa ninyi na mikono yangu? 16. Ndipo Shadraki na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja kukujulisha katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto. Tunajua Mungu wetu tunayemtumikia anazo nguvu. Tunajua Mungu wetu tunayemtumikia anao uwezo. Yesu asifiwe sana. Wanatishiwa na mfalme kwamba msiposujudia sanamu nitawatupa kwenye ule moto. Wakikumbuka nguvu ya Mungu ambayo imewafunika, wanasema hamna shida, hamna wasiwasi. Hata kama utawasha huo moto, yuko Mungu mbinguni tunayemtumikia anayeweza kutuokoa na huo moto. Bwana Yesu apewe sifa. Nikutie moyo mtumishi wa Mungu ambao uko mahali hapa asubuhi ya leo, unapitia changamoto nyingi, lakini jua kabisa yuko Mungu mbinguni anayejua kukuokoa. Yuko Mungu mbinguni anayejua kukutoa mahali ambapo ulipo leo. Yuko Mungu mbinguni anayeweza kukufanikisha. Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Wafalme wa kwanza ule mlango wa 18, 20 hadi 24. Tutaona jinsi ambavyo, au tunaona jinsi ambavyo ukisoma kwa muda wako, Elia katikati ya wachawi 450 anatambulisha nguvu za Mungu aliye naye. Katikati ya wachawi 450 anathubutu kutambulisha au kuwaeleza au kuwafahamisha juu ya nguvu za Mungu aliye naye. Yesu asifiwe sana. Anawaeleza uwezo alionao Mungu aliye naye. Yesu asifiwe sana. Anamdhihirisha Mungu wake. Asubuhi ya leo, najua watu wengi tunapitia kwenye wakati mgumu, lakini katikati ya changamoto, hebu chukua hatua, waeleze watu wawili watatu juu ya nguvu za Mungu ambazo ziko juu yetu. Najua Mungu anatamani apate mtu mmoja kama Nehemia, akiingia katikati ya changamoto awaeleze watu juu ya nguvu ya Mungu ambayo imewazunguka. Yamkini unaweza kuwa uko sokoni, chukua hatua, waambie watu wengine wasiomjua Mungu juu ya nguvu za Mungu ambazo zimetuzunguka. Kama ambavyo Nehemia akasema kwamba msipate shida, nitawaeleza jinsi ambavyo Mungu amenitendea mambo makuu. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Mungu atubariki. Asubuhi ya leo tumwambie Bwana atupe nguvu, atupe neema
kama Wakristo tusiwe na ushuhuda mbovu kwamba eti ninaenda kukagua shamba nikafia huko na pressure kwa sababu nimeona mazao yameharibika. Mtu ambaye atambua nguvu za Mungu ambazo ziko ndani yake hafi kifo kama hicho, kwa sababu ndani yake anajua Mungu wake anayemtumikia ana uwezo kumtoa mahali fulani kumpeleka mahali fulani. Asubuhi ya leo tumwambie Bwana atupe hiyo neema ya kujitambua kabisa ndani yetu iko nguvu ya Mungu ambayo imetuzunguka, na pia tuwe na uwezo wa kuwafariji, kuatia moyo watu wengine ambao wamevunjika moyo, wamesahau uwezo wa Mungu ambao uko ndani yao. Yesu asifiwe. Namba sima. Bwana Yesu asifiwe. Nyosha mikono yako hivi. Kuna mtu hapa anapitia wakati mgumu, amesahau juu ya nguvu za Mungu ambazo ziko ndani yake. Lakini ashukuriwe Mungu wa mbinguni asubuhi ya leo. Mwambie Bwana akupe neema, utambue nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yako, yenye uwezo wa kukutetea, yenye uwezo wa kukushindia. Sema asante Bwana. Asubuhi ya leo, asubuhi ya leo najua maisha yangu napitia kwenye wakati mgumu kama ambavyo akina Nehemia walipitia wakati mgumu. Mungu alitegemea apatikane mtu mmoja atakaye waambia, atakaye waeleza juu ya nguvu zake. Asubuhi ya leo na kuomba mtoto wako mimi niko madhabahuni kwako, nipe hiyo neema, hiyo nguvu ya kuwaeleza, ya kuambia juu ya nguvu zako ambazo ziko juu yetu. Nipe neema ya kuambia, kuwafahamisha juu ya nguvu zako ambazo zimetuzunguka. Tusaidie Bwana, maana bila hivyo tutaanza kuwa na wasiwasi. Tusaidie Bwana. Mwambie Bwana akupe hiyo nguvu, akupe hiyo neema. Asante Baba yetu mwema kwa ajili ya ujumbe wako mwema kabisa wa asubuhi ya leo. Mungu umetufundisha juu ya kujua au kufahamu nguvu zako, na pia kuchukua hatua kuwafahamisha watu wengine. Watumishi wako Jehova, wape neema kutambua nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yao. Neema ya Mungu iko ndani yao. Ndani yao ondoa wasiwasi, ondoa mashaka Bwana. Ndani yao wajengee tabia ya kujua nguvu ya Mungu Jehova, na kueleza watu wengine juu ya nguvu za Mungu ambazo zimewazunguka. Wape hiyo neema Bwana, wajitambue wao ni kina nani, na Mungu umewapa hiyo nguvu yako Jehova ambayo inaishi ndani yao. Mungu ajalie hiyo neema Jehova ndani yao. Ondoa wasiwasi, ondoa mashaka Jehova. Wanapitia wakati mgumu, mashamba yameungua, biashara haziendi, lakini Mungu tupe hiyo neema kutambua iko nguvu yako Jehova iketie mahali pa juu. Ipo nguvu yako Jehova inaweza kututoa mahali pa gumu. Najua biashara haziendi, mashamba yameharibika, hali ya hewa imebadilika, lakini uko Mungu mbinguni ujibuye. Lakini uko Mungu mbinguni ujibuye Bwana. Tusaidie Mwokozi, tufahamu hiyo nguvu yako, tufahamu huo uwezo wako Bwana. Tusaidie Baba, tufahamu hiyo nguvu yako, tufahamu huo uwezo wako Jehova. Ndani yetu kaondoke wasiwasi, yaondoke mashaka, yaondoke mawasiwasi, yaondoke mashaka Bwana. Tukifahamu hiyo nguvu yako, tukijua hiyo nguvu yako, tujalie neema Bwana, na tuambie watu wengine pia juu ya nguvu yako. Tuambie watu wengine pia juu ya uwezo wako, kama ambavyo mtumishi yako Nehemia ambavyo aliwaambia watu juu ya nguvu yako, wakapata nguvu, wakaanza safari ya kujenga ule ukuta. Tusaidie Bwana kama washarika, kama watumishi wa Jehova, tufahamu nguvu yako, tufahamu uwezo wako, ili tuweze kusonga mbele kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Utusaidie Mwokozi, utusaidie Baba, utusaidie Baba. Tunaishiwa nguvu, tunakuwa na wasiwasi kwa sababu tumesahau uwezo wako, tumesahau nguvu zako, tumesahau uwezo wako Bwana, ndio maana tunakuwa na wasiwasi. Asante Jehova kwa ajili ya ujumbe wako asubuhi leo. Tujalie hiyo neema, tufahamu nguvu yako juu yetu, tufahamu uwezo wako Mungu juu yetu. Tusaidie Bwana, tufahamu neema zako juu yetu Jehova. Tusaidie Mwokozi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yuko mtu mmoja mahali hapa amevunjika moyo, ana wasiwasi juu ya maisha yake, ana wasiwasi juu ya biashara yake, ana wasiwasi juu ya mashamba yake. Asubuhi ya leo mfahamishe Bwana juu ya nguvu zako ambazo ziko juu yake. Mfahamishe Bwana, mjulishe Bwana juu ya nguvu zako ambazo ziko juu yake. Mungu msaidie Bwana, tusaidie watoto wako, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tuwezeshe Bwana kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tutie moyo Bwana, tuanze hatua mpya, tuanze mwanzo mpya Bwana, tuanze hatua nyingine mpya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho aliye mwaminifu aende kutufahamisha juu ya nguvu zako ambazo ziko juu yetu. Tusaidie Mwokozi, Mungu wa baraka, Mungu wa uzima. Asante kwa ajili ya siku njema ya leo. Tusaidie Mwokozi, tusaidie Bwana,
tupe neema kutambua juu ya nguvu zako ambazo ziko juu yetu, e Bwana, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Utukufu na heshima vikabakie kwako, e Bwana. Amen. Engare, Nairobi, engare, kijito cha maji